Moja kati ya sababu kubwa ambayo imemfanya Yami kutoka pale The African Princess ni kutoka kimapenzi ya siri na Belnazi. Sasa hiyo ni miongoni mwa story kubwa ambayo inadiskasiwa sana katika mitandao ya kijamii, kwamba sababu ambayo imemfanya Nandy kumfukuza Yami pale The African Princess ni sababu kubwa ambayo imepelekea ni kutoka kimapenzi na Belnazi. Wengi tunafahamu kwamba Belnazi ni mume halali wa Nandy na Yami ni mfanyakazi wao katika rebo yao ya The African Princess ambao anasimamia mwenyewe African Princess Nandy. Sasa baada ya story hizi kuwa kubwa sana katika mitandao ya kijamii, watu wakijaji kwamba Nandy ameweza kumtimua na kumfukuza kabisa Yami kwa sababu alikuwa anatoka kimapenzi na Belnazi. Kwa the way ambavyo unamuona Yami, the way jinsi ambavyo anavaa akiwa katika video ama tu akijiposti katika mitandao ya kijamii, kwa jinsi ambavyo anavaa, just imagine wewe ndo Belnazi, unaamka na yani unalala na unaamka unakutana naye kila siku Yami kwa uvaaji ule pale, jinsi ambavyo anavaa. Yani just imagine kama mwanaume ambaye umekamilika, unawezaje kumwacha jamani? Sasa unaweza kushusha comment yako hapo chini. Sasa leo hii Nandy mwenyewe ameweza kufunguka sababu kubwa ambayo imemfanya yeye aweze kumtoa, ama sababu kubwa ambayo imefanya Yami aweze kutoka pale The African Princess, licha ya mambo ambayo yanaendelea kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii. Yeye mwenyewe Nandy ameweza kufunguka leo hii katika mahojiano yake ambayo alikuwa anafanya na mbea wa taifa, naweza nikamwita hivyo, wengi mnamfahamu kama Juma Lokole. Ameweza kumcheki Nandy na kuongea naye mawili matatu na kumgusia ili swala ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii, kwamba bwana, tunafahamu kwamba Yami ameweza kutoka hapo The African Princess, lakini sababu kubwa ambayo watu wanaizungumzia katika mitandao ya kijamii na vyanzo vya wambea wanasema kwamba Belnazi ndo sababu ya Yami kutoka hapo African Princess. Kuna ukweli juu ya hili? Nandy mwenyewe anasema nini? Nandy huyu hapa. Sasa kabla sija kuplaya the way ambavyo Nandy ameweza kujibu hilo swali, usisahau kusubscribe katika mitandao yetu yote ya kijamii. Tunatumia Bongo East ili uwe wa kwanza kupata update ya yale yote ambayo yanajili katika masuala mazima ya entertainment story. Nami niko hapa kukufikishia kile ambacho kinajili katika mitandao ya kijamii. Lakini una uhuru wa kushusha comment yako hapo chini kwa the way ambavyo umemsikia, ama kwa the way ambavyo utaenda kumsikia Nandy, kwa the way ambavyo utaenda kumsikia Nandy, kwa jinsi ambavyo ameweza kulijibu hili swali. Ni issue kubwa sana ambayo inazungumziwa katika mitandao ya kijamii. Sasa Nandy mwenyewe ameamua kufafanua kwa ambavyo watu wanazungumza kuhusu yeye pamoja na mumewe, na swali na jambo hili limekuwa kubwa kwa jinsi ambavyo Yami anavovaa. Ndio maana nikakuuliza kama wewe ni mwanaume ambaye umekamilika kabisa, ila kama bado hujamuona huyu Yami, pita katika page yake ya Instagram na angalia baadhi ya nyimbo zake. Japokuwa katika page yake ya Instagram Yami ameweza kufuta kila kitu chake na kubakisha posti 3 tu. Sasa kwa namna hiyo kuna vitu ambavyo amemaanisha kwamba anaanza upya maisha yake ya Instagram. Sasa kama hujawahi kumuona Yami, pita katika baadhi ya video zake za nyimbo zake, muangalie kwa jinsi ambavyo anavaa. Just imagine vaa usika kwamba wewe ni mwanaume ambaye umekamilika, na the way ambavyo anavaa unaweza kuishi na mtu huyu miaka nenda rudi yani. Unaweza kushusha comment yako hapo chini. Sita show love Tanzania Princess. Tajiri. Nani atakulango? Tajiri, mambo vipi? Nani? Poa, sio mmoja nimsikize nani uko mlangoni? Amfungulia tufunga mlango. Mtoto wangu uko mlangoni. Haya, wewe bibi amekusibu yapi? Yapi? Leta sielewi. Sio nini? Tumemaliza tu vizuri. Sasa kusema mambo ya Belnazi, maki unajua sio nimesikia muda mrefu Belnazi sikatembea na Yami. Mimi kila nikiambia jamani, hapana, nitamuuliza Nandy hata huyu wangu. Wewe naye nitakupiga. Stop. We. Hamna kitu kama hicho. Jamani. Yule kule babe sana ananini. Bibi anamwaga mtoto jamani. Ya ndio uzazi huo. Umesikia? Eh. Hamna kitu kama hicho, hakuna kitu kama hicho. Yani 100%
hakuna kitu kama hicho. Unajua lebo kama lebo tuko nasubiri tufanye party ya kumwaga. Hata kidogo tungeongelea yani kwa ukubwa. Lebo yangu mimi kama lebo yangu umeelewa jinsi ambavyo mikataba yetu hivyo msanii akifikisha sehemu fulani umeelewa mimi na kwa tunapiga wachezaji wakubwa zaidi. Kwa mfano kama Yami sasa hivi ni mtu ambaye sasa hivi anabidi sasa afike kwenye hizo level zetu sisi. Ni kweli. Sasa ni mali umeelewa na vitu vingi bado najitafuta. Naofia sana kumkosha mtu. Unajua mbeleni ataona kama labda mbona huyu anaendelea hapo mimi siendelee au labda mbona ingebidi afanye hivi hafanyi umeelewa. Kwa hiyo napenda ni mkabidhi sehemu tofauti umeona ili aweze kukua zaidi kwa sababu tawi lake ni The African Princess. Popote atakapoenda atasema The African Princess atamtaja Nandy kwa kumwangaza. Kwa hiyo tunaangalia na tu sahihi ambao anaweza kufanya nao kazi ambao anaweza kumfikisha anaendelea na huko bado tunampa msaada kwa sababu anapoenda kufanya vizuri na ndio anavyotangaza The African Princess. Sasa wao yani wao sasa wamewaza nini mpaka jamani wamewaza nini mpaka kusema kwamba hivyo eti Nandy Billnass katembea na ndio maana umemfukuza wivu wa mapenzi siju kimeenda alafu si mara moja mara tatu. Sasa yes mimi tu mwanaka tangia Yami anatoka na sasa angalia hapo anakwambia Yami sije kama si mume wako akafanya hivi. Angalia vile hamna kitu kama hicho. Yami anaheshima sana. Umeelewa? Yami anaheshima sana na boyfriend wake tunamjua. Umeelewa? Tunajua mahusiano yake. Tunaishi kifamilia anaheshima sana hata sifikiri hivyo. Karudiana na Mbosso au anaenda kwa Mbosso? Sababu jamani acha ndake tunamjua basi nivoje alafu ingekuwa labda ni ugomvi hivi kweli mtu ambaye si ugomvi unajua wanaongelea hivyo kirahisi hicho kitu yani tungezaje kukaa sasa kwa furaha vile tuna sign yani ingewezekana vipi lakini hujamtoza hela yote. Sasa watu wanapokuwa wanakuja kununua msanii wanamchukua msanii si lazima kuwa kuna makubaliano na mauzo kwa sababu haiwi sio na maana watu wanaandika kila kitu wanachosema hawajasoma vizuri ile barua unajua wanakuaga wanaongea kwa wasome vizuri hawajasoma na hawajui biashara jinsi inavyokuwa inakwenda yani anapokuwa anaenda sehemu nyingine ananunulia sehemu nyingine that means lazima wale watu walipe wanunue kupitia kwetu kwamba walipe kwamba sisi tumefika hapa tunatamani mumfikishe zaidi then wanalipa hela then tunawapa kabisa msanii ndivyo hivyo nitakapofanya tuna msanii mwingine tutamtambulisha mwezi wa 6 ndivyo hivyo wa kike wa kiume Nandy sisi tunasanya wasichana kweli ni The African Princess labda wasichana tu hivyo mwanamke tutamtambulisha Mungu akimjalia akawa famous kwa haraka ni wadau wakifika namuuza unampeleka sokoni ndio biashara lakini hiyo ndio biashara mume unatamba naye wasituni bwana situshazeeka tunalia kwa miaka mbali tunahangaika naye anamwaga masoda huko chumbani tuna mawazo haya hatujafikia huko mimi naambia kila siku mimi sipendi ndoa zivunjike hawasikii sipendi watu wagombane nielewi sijagombana na mume wangu David Joe kwa hiyo Juma ndio unatafuta cheni yako meka kama kule kwenye trusente Juma nakwambia Juma anasema eti Juma anasema kwamba eti tumeacha Billnass unamsaliti Nandy unamsaliti Nandy na kwa Yami kama niko sasa na heshima ndio waje hao wanauliza eti sijawahi kumsaliti mke wangu sio kwa Yami sio kwa Mungu aepushilie mbali heshima yangu tenda mke wangu atachani leo kwa baadaye kwa heli tunasema mitano tena mimi na mke wangu milele tena yani tukifa tunawana huko tena mbinguni milele tena asante nimeipenda hiyo bye
Na pesa